Ujambo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 popote duniani unapofuata mitambo na masafa kama na hii ya Kwetu News 24, tukikujuza matangazo ya asubuhi ya leo, tukipatikana mashariki mwa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na matangazo yenyewe ya asubuhi ya leo itasomwa nami mtangazaji wako Mr. Peter, upande wa ufundi Dashkash akichukulia mitambo. Na hapo kwanza tukikujuza kwamba Kwetu News 24 ni channel yako pendwa, inakutolea matangazo mchana na jioni kwa ufasaha na uhakika zaidi. Mpo wengi mkitufuata maeneo ya huko Kolwezi, Lualaba kwa ujumla, Katanga pia na Tanganyika. Sisi ni Kwetu News 24 tukipatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa DRC. Na hapo tukikukaribisha kufuata matangazo ya asubuhi, channel yako ambayo inapatikana kwenye tofuti mbalimbali ikiwemo Facebook, Twitter, Instagram na YouTube. Ukiandika Kwetu News 24 unayapata matangazo mchana, jioni na asubuhi. Basi tuanze na matangazo menyewe, tujielekeze Kinshasa, tarehe 7 Januari mwaka 2026, ripoti muhimu ya kikundi cha wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yenye tarehe 23 Disemba mwaka 2025 imewasilishwa kwa rais wa Baraza la Usalama. Ati inaonesha mabadiliko ya kutisha. AFS na M23 inafanya shughuli zake mashariki mwa nchi hiyo. Imebadilisha mwelekeo wake. Sasa si tena tu kikosi cha mapigano, bali ni chombo kinachotafuta kujikita kwa muda mrefu na kutekeleza mamlaka mbadala zaidi ya hatua za kijeshi pekee. Kulingana na uchunguzi wa ripoti hiyo, AFS M23 imeimarisha kwa kiasi kikubwa uwezo wake tangu Aprili mwaka 2025, ikilenga kudhibiti zaidi ya maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini. Wataalamu wanaeleza mkakati unaonesha kuwa kundi hilo linaajiri wanachama wa wingi, linaongeza mafunzo ya wapiganaji wake na linaweka majeshi yake kwa mpangilio na makusudi, mara nyingi kwa msaada wa vikosi vya ulinzi na usalama. Kupitia mbinu hii, harakati hiyo imefanikiwa kupanua eneo lililodhibiti na kuongeza ushawishi wake kwa kiwango kikubwa. Tujielekeze Kolwezi. Jiji la Kolwezi linaisha katika hali ya wasiwasi tangu mwanzo wa wiki hii kutokana na maandamano ya wachimbaji madini, licha ya kuondolewa kwa vikwazo vilivyokuwa vimewekwa kwenye shughuli za uchimbaji madini. Amri ya waziri ambayo hapo awali ilisimamishwa shughuli zote za uchimbaji madini katika mkoa wa Lualaba ilirekebishwa baada ya mazungumzo kadhaa kati ya wakilishi na wachimbaji madini, mamlaka ya mkoa pamoja na ya kitaifa. Hata hivyo, licha ya taratibu zote zilizochangia kuondolewa kwa vikwazo hivyo, wachimbaji madini waliendelea na harakati zao za maandamano na kusababisha kusimama kwa shughuli katika mitaa kadhaa ya jiji hilo siku ya Jumatano tarehe 7 Januari. Basi tuzungumzie mamlaka ya huko Amerika. Hotuba ya kila mwaka kuhusu hali ya muungano, State of the Union, itatolewa na Donald Trump tarehe 24 Februari mbele ya bunge la Marekani. Alitangaza Jumatano rais wa chama cha Republican wa Baraza la Wawakilishi Mike Jackson. Mheshimiwa Bwana Rais, wakati nchi yetu ikiizimishwa kumbukumbu la miaka 2015 ya uhuru wa Marekani inasimama kwa nguvu zaidi, uhuru zaidi na yenye mafanikio zaidi nchini ya utawala wako na hatua zako za kisujaa, aliandika spika katika barua yake ya mwaliko kwa Donald Trump. Hotuba hii ambayo ni desturi ya kila mwaka kwa marais wa Marekani inatokea wakati muhimu sana kwa raia wa Republican. Baada ya mwaka mmoja akiwa ikulu ambapo alijitahidi kubadilisha kwa jina na bila msamaha madhara ya kisiasa ya Marekani na dunia, Donald Trump atakabiliana katika mwaka wa 2026 na chaguzi za katikati ya muhula, midterm election, ambapo chama chake kitajaribu kudumishwa wingi wake mdogo katika bunge. Kiendelea na taarifa ya habari ni Kwetu News 24. Mapema leo Jumatano, ikulu ilitangaza kwamba Marekani itaendelea kudhibiti maamuzi ya mamlaka ya Venezuela. Hata hivyo, mjini Caracas, rais wa muda wa Venezuela Delcy Rodriguez alionyesha sura tofauti kabisa, yenye uhuru zaidi kuliko ilivyoongezeka kwenye mkutano mwenye kauli za Marekani na Le Parisien wa AF tarehe 8 Januari mwaka 2026 saa 4 za asubuhi na dakika 1, rais wa muda wa Venezuela Delcy Rodriguez alionyesha ishara za uhuru kutoka Marekani.
Je, uhusiano kati ya Venezuela na Marekani upo vipi? Wakati ikulu ikizidisha kauli zinazodai udhibiti wa mamlaka juu ya nchi ya Marekani Kusini, Caracas inaendelea kuonyesha ishara za uhuru. Hatua ya kumkamata Maduro haikuleta mabadiliko ya utawala, kinyume chake mamlaka bado ipo mikononi mwa viongozi wakuu wa utawala waliopita. Kiasi kwamba wengi wanauliza leo ni jinsi gani Marekani uzito halisi juu ya Venezuela. Rais wa muda Venezuela Delcy Rodriguez alithibitisha Jumatano jioni katika sherehe rasmi kwamba kuna tudia katika uhusiano wa Marekani tangu kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro tarehe 3 Januari na jeshi la Marekani. Kuhusu uhusiano kati ya Venezuela na Marekani, jambo la kwanza kusema ni kwamba kuna tundu katikati ya uhusiano wetu ambalo alijawahi kutokea katika historia yetu, alisema Delcy Rodriguez aliyekuwa makamu wa rais kuapishwa Jumatatu kuwa rais wa muda. Delcy Rodriguez pia alifafanua kwamba biashara na Marekani haina kitu cha ajabu au kisichokuwa cha kawaida. Baada ya kampuni ya mafuta ya serikali ya PDVSA kutangaza mazungumzo ya kuuza mafuta ghafi kwa Marekani, rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi kwamba viongozi wa muda wa Venezuela wangepeleka Marekani balozi milioni 13 hadi milioni 50 za mafuta ghafi, sawa na uzalishaji wa mwezi mmoja hadi miwili wa nchi hiyo ya Marekani ya Kusini. Donald Trump aliteka hatua za vikwazo dhidi ya mafuta ya Venezuela wakati wa muhula wake wa kwanza na kuunda aina ya kizuizi ambacho wanunuzi wanaweka kuipelekea na kutumia meli zinazojulikana kama Phantom Field. Washington imesema iko tayari kuondoa vikwazo hivi kwa njia ya kuchagua ili kuweza kuuza mafuta Venezuela kwenye soko la kawaida la mafuta. Ilikuwa ni matangazo ya asubuhi ya leo ambayo ilisomwa studio na mtangazaji wako Mr. Peter, na upande wa fundi alikuwa ni Dash. Basi tunasema kwetu News 24 inawatakia tu maendelezo mapya ya mwaka mpya wa 2026. Basi karibu tena kwa matangazo ya mchana ambayo itasomwa ni muda wa saa 6 za mchana. Ni tunapatikana mashariki mwa DRC, nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwetu News 24. Jisubscribe, share, comment na upende video hii bila kusahau kulike.